unbelievable, yani haiaminiki kwamba Musiba leo amewapa reason Chadema. Yeye mwenyewe katika interview amekubali kwamba Tundu Lissu na wote wa Chadema walikuwa sahihi, hasa katika ile point yao no reform no election, na amekubali kwamba ametoa siri in fact kwamba hawa jamaa wa chama kingine kile cha wakijani huwa hawafanyi jitihada katika kuhamasisha watu, badala yake wanategemea kupata advantage za kuiba kura. Hebu tumsikilize mwenyewe kwa maneno yake yeye mwenyewe. Leo nimefurahi sana kusikia hivyo. Hebu tusikilize kwanza. Kwanza nikushukuru kwa kutaka kufahamu mimi na maoni gani, kwa sababu mimi nilikuwa sehemu ya walioshiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi huu. Unajua mimi nilikuwa nahadithiwa tu, sikuwahi kuona wala kusikia. Kama unavyojua na mimi nilikuwa upande huo ambao unalalamikiwa, kwa maana niliwahi kugombea nikiwa upande wa CCM, lakini kwenye kura ya maoni tu, sikuwahi kugombea uchaguzi wa dola. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza naingia kwenye uchaguzi wa dola, nikiwa natokea upande wa pili, sio kule nilikozaliwa na nilikokulia. Ukweli ni kwamba nimeona mengi sana na nimejifunza mengi sana, lakini jambo kubwa ambalo naweza nikasema tu ni kwamba madai yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu na taasisi yake ya Chadema wamekuwa wanalalamikia, yote ni sahihi. Yote ni sahihi. Na ni machache hayo ni machache. Kuna mambo mengi sana ambayo kama katiba haitobadilishwa na kama tume haitabadilishwa kuanzia chini kule kwenye vituo mpaka kule juu, ni ngumu sana kuitoa CCM madarakani. Watu pekee wanaoweza kuitoa CCM madarakani ni wananchi tu wenyewe, lakini si kwenye box la kura. Hiyo ni uongo, tunadanganyana tu, kwa sababu kwa mfano jimbo langu mimi lilikuwa na vituo 223. Bado vituo vya majumuisho kwa ngazi ya kata ambavyo ni 12. Alafu majumuisho yale ya moja kwa moja sasa kwa maana ya tume ngazi ya jimbo. Kwetu sisi ilikuwa ni Bunda DC. Kuanzia kule kwenye vituo vya tume, yani vituo vile kwa maana ngazi ya kijiji, kunakuwa na karani, msimamizi mkuu wa kituo, msaidizi, kunakuwa na watu kama 4 kwenye kituo cha kupigia kura kwa ngazi ya kijiji. Na kwenye kijiji kunaweza kuwa na vituo 3 mpaka 4, wakati mwingine mpaka 5. Lakini wale wote wale hawa ambao wako hapo kwenye hicho kituo ngazi ya kijiji, maana ni mwalimu kama sio walimu wa shule ya msingi, kuna walimu wa sekondari, kuna waratibu kata, na kuna watendaji wa vijiji, na nadhani kuna watendaji kata pia. Ndugu yangu, nilichokiona huko sidhani kama ni sahihi. Hao wote niliokutajia hao, maana ni watumishi wa umma hao, walimu wa sekondari, walimu wa shule za msingi, watendaji wa vijiji, watendaji kata, wote hao wanakuwa na maelekezo kutoka CCM, aidha kwa mkuu wa wilaya na watu wengine. Na ni ngumu kwamba eti hata kama ukishinda kwa 90% kama ambavyo mimi nilishinda katika jimbo la Mwibara, ni ngumu sana kukutangaza, kwa sababu mbali tuna kwamba wale wanakuwa na kura feki
nyingi sana kwenye pochi zao kama wewe ni msichana, na kwenye mabegi kama wewe ni mwanaume. Na sijui na lazima unapokuwa msimamizi wa uchaguzi kuanzia ngazi ya kijiji, kwa maana ya vituo vile kwenye vijiji, lazima aidha kama ni mwanaume ana begi, kama ni msichana ana pochi. Sasa mule ndani wanakuwa wamejaza makura feki kwa ajili ya diwani na mbunge. Sasa mimi nilishuhudia mwenyewe kwa macho yangu kwenye kituo kimoja, kwenye kata moja ya Nansimo, makao makuu ya kata, kulikuwa na kituo kidogo pale. Yaani ofisi ya msimamizi wa uchaguzi imefungwa. Ndani mule kuna jamaa wawili wanatiki kwa mbunge na diwani tu. Yaani wana mafomu tayari ambayo ni yale ya kupigia kura, ambayo wanatiki kwa mbunge na diwani tu. Wananchi kura wanazopiga huku, hata kama msiba Cyprian umepata kura zote, lakini kuna wapiga kura labda 200 kwenye hicho kituo. Wao kwa mfano katika kituo hicho mimi nilikuwa na kura 90. Kangerugora alikuwa na kura 10. Wanafanya hivi, katika 10 zile wanaongeza 0 mbele. Manake tayari Kanga na kura 100, mimi na kura 90. Lakini wanaongeza tena kura zingine za wale wanaotiki kwenye kile chumba cha pembeni, zisizozidi 100. Kwa hiyo unajikuta kwamba Kange ana kura 200, Kangerugora mimi na kura 90. Hizo kura zingine zote ni feki. Sasa nimetoa tu mfano mdogo, na hiyo ni kwa nchi nzima, sio kwa sababu Mwibara tu. Ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo mimi niseme hivi, nchi hii ni yetu sote. Na sio ya CCM peke yao. Na hakuna sehemu katiba imeeleza kwamba Tanzania ni mali ya CCM. Hakuna kwenye katiba imeandikwa hivyo. Haipo. Katiba ndio sheria mama. Lakini kikubwa ambacho kinanisikitisha ni hawa watumishi wa umma. Watumishi wa umma wote kuanzia ngazi ya kijiji, kwa maana ya watendaji wa vijiji, walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, maafisa elimu, si waratibu wa elimu kata, sijui maafisa ugavi, si maafisa mifugo, si maafisa kilimo, wote wale wanakuwa kwenye uchaguzi kwa nia moja tu ya kuhakikisha kwamba CCM inashinda. Sasa inasikitisha, na nadhani moja ya tatizo kubwa katika nchi yetu ni watumishi wa umma pia kujiengage zaidi ndani ya CCM, wakaacha majukumu yao ya msingi ambayo wanaelekezwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba wewe kama mtumishi wa umma haupaswi kuwa na upande, hasa unapopewa jukumu kubwa kama kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Kwa hiyo moja ya tatizo kubwa sana la nchi yetu ni watumishi wa umma. Na watumishi wa umma wanakwenda huko wanaisaidia CCM kushinda. Angalia maisha ya walimu wa shule za msingi. Mimi nimetembea shule ya 48 kwenye jimbo langu. Jimbo langu kwa mujibu wa takwimu ndio jimbo maskini kuliko yote Tanzania, kwa maana jimbo la Mwibara. Kuanzia kwenye shule za msingi, mashule yote yamechakaa. Yaani wao CCM na hawa ambao walimu wanawasaidia kushinda, kwa maana ya wabunge wa CCM na madiwani, wana shule, wao wanasomesha watoto wao kwenye shule za private. Na hizo shule za private ni za watu wa CCM. Na wengine wako serikalini. CCM na baadhi ya watu wa serikalini wanashirikiana kuendesha mashule hayo ya binafsi. Kwa hiyo shule za serikali zimechakaa sana. Nafikiri jimbo letu la Mwibara linaweza kuwa linaongoza kuwa na mashule mabovu kuliko Tanzania nzima. Lakini nyumba za walimu hakuna. Nilikwenda nyumba moja kata ya Kisolia, mwalimu mkuu, ukiingia kwenye chumba chake hicho kuna mavi ya popo karibu yamejaa, na mwalimu analala humo kwenye mavi ya popo. Lakini cha ajabu sana, huyo mwalimu anaenda kusimamia uchaguzi na kuisaidia CCM ishinde. Kwa hiyo moja ya tatizo la nchi yetu kushindwa kupata maendeleo ni watumishi wa umma, hasa walimu na wengine ambao wako kwenye ngazi ya kata kule na kwenye ngazi ya wilaya. Ni tatizo kubwa sana. Na kama nchi tusipobadilika kwa ngazi ya utumishi wa umma na kwa ngazi ya wananchi wenyewe, nchi yetu itakwenda katika matatizo makubwa sana. Sidhani kama nchi na kama taifa
kwa sifa tuliyokuwa nayo wakati wa baba wa taifa itaweza kurejea tena. Nimeshuhudia mambo ya hovyo sana kwenye uchaguzi, kwenye ngazi ya ubunge na ngazi ya udiwani. Na kinachonisikitisha zaidi, wabunge wa CCM hawa ambao wameshinda na madiwani, hakuna mwananchi aliwachagua. Kwa mfano nizungumzie jimbo langu mimi la Mwibara. Wapiga kura walikuwa karibu 83 na ushe. Waliopiga kura hawazidi 16,000. Hawazidi. Lakini mimi nilitumia matokeo yangu mwenyewe na mmoja ya wale watumishi wa tume ngazi ya jimbo. Nilikuwa nimeshinda, nilikuwa na kura 9,000 katika jimbo la Mwibara. Katika wapiga kura 16,000, Kanga alikuwa na kura kama 4,000 tu na zingine ziliharibika. Lakini mpaka hivi tunavyoongea na wewe mwandishi, mimi sijui Kange amepewa cheti hicho cha ushindi lini, na mimi kama mbunge sikuitwa hata kupewa hicho cheti, kwa maana ya kwamba mimi ndo nilikuwa mshindi. Nasikia amepewa Kange na alipewa chooni, yani sio kwenye eneo la wazi kama ambavyo utaratibu unasema. Aliitwa na msimamizi wa uchaguzi anaitwa Oscar Nchemwa, ni afisa kilimo, moja ya maafisa kilimo kule wilaya yetu ya Bunda. Aliitwa tu akakaa na watu wake wa chooni, akamkabidhi hiyo certificate ya ushindi kwamba yeye ndo kashinda. Sasa mimi pia nimeshukuru tu kwamba watafanya kazi katika mazingira yapi, kwa sababu walioshinda wote wabunge wa CCM hakuna aliyechaguliwa na mwananchi hata mmoja. Kwa mfano Dar es Salaam ama kule Rorya hospitalini huko, uchaguzi ni kama hukufanyika, lakini Dar es Salaam unaambiwa kuna wabunge. Wakati tumeona mpaka hata mavituo yamechomwa Kwa hiyo kitu ambacho kinasikitisha ni kwamba yawezekana sisi ambao tulikuwa tuko sehemu ya kuitetea CCM tulikuwa tujaingia physically kwenye uwanja. Kwa hiyo hilo nalo wananchi pia kama mimi naomba msamaha, wanisamehe, kwa sababu sikuwahi kujua kwamba uchaguzi wa Tanzania unaendeshwa namna hii, kwamba wale wanaosimamia uchaguzi wote wanakuwa na maelekezo kuanzia ngazi ya kituo kidogo mpaka ngazi ya wilaya mpaka huko kwingine, wanakuwa na maelekezo. Siku 2 kabla ya uchaguzi wa ubunge na madiwani, wale walioteuliwa wote kusimamia uchaguzi kwenye ngazi ya jimbo wanaitwa, wanapewa semina wanayokwenda kupewa ni ya kuiba tu, sio kwa ajili ya kitu kingine. Yaani wao wanaenda kuambiwa kwamba lazima mbunge wa CCM au diwani wa CCM ashinde, full stop. Kwa mfano kuna shule moja, sitaki kuitaja jina, ya sekondari, wasaidizi wa Kange Rugora, natolea mfano jimbo langu, walikwenda kwenye sekondari, walikuwa na kura feki kama 3,000, wakawapa wanafunzi, wakampa kila mwanafunzi mmoja karibu kura 100, yani wanawapa ili wakampigie Kange kura. Lakini yani wanatiki waingize kwa Kange, lakini wale wanafunzi walichofanya wakawa wanatiki kwa Cyprian Musiba tu. Wote wanafunzi wa form 4 wale form 6 walikuwa wanatiki kwangu tu Cyprian Musiba. Walivyokwenda kuhesabu kura, Kange ana kura 10, mimi na kura karibu 300. Wakasema haiwezekani. Wale wasaidizi wa Kange, jamaa mmoja hivi ni mjinga hivi, anaitwa nani yule? Huwa yuko huko Masaunga kwenye jimbo la Mwibara. Wakaanza kufanya vurugu na kupiga watu pale. Paka walimu walipigwa. Kwa nini Musiba, si tumewapa kura wanafunzi wampigie Kange nyinyi na alafu wakampigia, kwa nini? Wakampigia Musiba. Fanya vurugu za ajabu sana. Kwa hiyo generally Tanzania huwa hakuna uchaguzi, ndio nilichojifunza. Huwa hakuna uchaguzi. Yaani kwamba, na nizungumzie tu kweli, madai ya Tundu Lissu, narejea tena, madai ya Tundu Lissu na madai ya Chadema yote na madai ya wananchi wa Tanzania yote kwa ujumla wake yako sahihi. Yako sahihi. Na kwa kuwa nchini yetu sote, kwa nini hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi? Mwananchi anasema kwamba tubadilishe katiba. Mwananchi anasema kwamba tunatakiwa tubadilishe tume kuanzia chini kule mpaka kule juu. Kwa nini wanawakatalia?
wanawakatalia kwa sababu wanajua wakifanya hivyo CCM siku hiyo inaondoka madarakani. Sasa ni heri chama kiondoke madarakani kwa amani kuliko chama kiondolewe madarakani kwa vurugu na machafuko. Kwa hiyo saa nyingine haya matatizo yote ya nchi yetu yanaletwa na CCM tu, kwa sababu ya ukaidi wao na dharau zao, kwa sababu kiburi cha CCM kinatoka huko tu. Hawana kura tena kwa wananchi, hawana ushawishi kwa wananchi, hawana chochote kwa wananchi. Wanategemea. Kwa nini wanadharau? Kwa nini wanakuwa na kiburi hawa CCM? Hivyo viburi vinatoka wapi? Kwa sababu pale ngazi ya wilaya wana mkuu wa wilaya, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Kwenye ngazi ya kata wana mtendaji wa kata. Yeye ndo muamuzi wa mambo yote pale kwenye ngazi ya kata. Kwenye ngazi ya kijiji wana mtendaji wa kijiji. Wote hao ni CCM. Kwa unakuta raia hana sehemu ya kukimbilia, raia hawana mtetezi, raia wakipata matatizo hawajui waende wapi. Kwa hiyo mimi nasema wakati mwingine haya matatizo yamesababishwa na CCM yenyewe. Na kama ni lawama, wa kwanza kulaumiwa ni CCM wenyewe. Ni CCM wenyewe, kwa sababu mimi kwenye jimbo langu kule kulikuwa na mtu mmoja kiongozi wa ngazi ya wilaya. Anakuja anawagawia hela mabarozi wa nyumba 10, 3,000, 4,000. Baada siku moja kabla ya uchaguzi akaanza kupandisha dau. Kiongozi kabisa anatembelea gari ya serikali. Akaanza kugawa 25,000 kwa kila barozi wa CCM. Na 25,000 hiyo kuna shilingi 12,000 kwa ajili ya wale wasaidizi wa barozi wa CCM. Sasa angalia kwenye jimbo kuna mabarozi wangapi? Na wale wajumbe wao wako wangapi? Hiyo fedha iliyoteketezwa na huyo mtumishi wa umma kwenye ngazi ya wilaya mwenye maamuzi ya mwisho, hiyo pesa alitoa wapi? Na kwa nini CCM wanatumia fedha kwa anasa namna hii? Unaenda kununua mabarozi wote wa jimbo zima karibu mwezi mzima ili Kange Rugora ashinde. Halafu kwenye jimbo lake na kwenye wilaya yake hiyo 90% ya shule za msingi watoto wanakaa chini. 100% ya walimu hawana nyumba za kuishi. Wanalala pamoja na popo. Vitabu vya kiada hakuna. Mahitaji ya walimu ni sifuri. Sasa kwa kweli nilichokiona kwenye uchaguzi nikielezea naweza nikatumia hata siku 5 naelezea. Na nadhani nitaandika kitabu kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania. Nitaandika kitabu. Maana lazima tuwasaidie vizazi vinavyokuja. Kama taifa hatuwezi kuendelea kuishi namna hii, kwamba katiba yetu imetoa mwongozo na maelekezo kwa kila raia wa Tanzania kuweza kuheshimu sheria na taratibu za nchi. Sasa hizo sheria maana yake ni kwamba ukiwa CCM wewe upaswi kufuata sheria za nchi. Ukiwa nje ya CCM wewe ndio unapaswa kufuata sheria za nchi. Hiyo haiwezekani. Sheria au katiba ambayo ndio sheria mama inatuelekeza Watanzania wote tuheshimu taratibu na sheria za nchi. Tuheshimu taratibu za uchaguzi wa nchi. Ukiwa CCM ukivunja sheria wewe huna kosa. Ukiwa sio CCM ukivunja sheria unakosa. Sasa hatuwezi kuendesha nchi kwa namna hiyo. Nchi ni yetu sote na kila raia wa Tanzania ana haki ya msingi ya kuheshimiwa, na haki ndicho kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu. Haki. Na hata Mwalimu Nyerere alisema kama viongozi watashindwa kutenda haki kwa raia wake, kuna siku watalia kilio ambacho hawatokisahau. Na leo Tanzania ndio tumefika hapa. Kwa sababu wananchi wanadai haki zao, hawajui waende wapi, hawajui wamwambie nani. Kila ukienda huku mara yani nchi ilikuwa inaendeshwa nje kama hakuna utawala wa sheria. Sasa kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya kama raia wa Tanzania, katiba itufeve wote tu, uwe CCM usiwe CCM, wote wana haki ya msingi kwa mujibu wa katiba. Lakini kwa kweli ndio yaona kwenye uchaguzi. Tulikuwa tunaisemea CCM, tulikuwa tunaitetea CCM. Mimi kwenye familia yangu anyway, kila mtu ana uhuru wake, lakini mimi binafsi ukiniambia habari za CCM sikuelewi kabisa. Kwa sababu sio CCM ambayo wazee wetu
mama zetu na baba zetu na babu zetu walitengeneza. CCM ya sasa ni kama kikundi tu cha watu ambao wapo kwa maslahi yao na familia zao, sio kwa maslahi ya watu. Rasilimali zote za nchi hii zinanufaisha watu wachache tu, lakini asilimia kubwa ya Watanzania wanalala njaa, wanakufa maskini, wanashindwa kupata hata mlo mmoja kwa siku. Na leo ukizungumzia habari hiyo, maisha yako yanakuwa hatarini. Sasa inakuwa nchi ya namna gani? Kwamba wanaotetea rasilimali za nchi, wanaotetea wananchi, wanaosema kwamba rasilimali za nchi ziwanufaisha Watanzania wote, uhai wao unakuwa hatarini. Sasa tutaenda hivyo mpaka lini? Kwa hiyo sometimes wananchi wanachoka. Wanaona sasa wachache waishi vizuri, wachache tuishi kama mashetani. Sasa mimi nafikiri kwamba kwenye siasa za Tanzania tusipobadilika hatuwezi kwenda. Na mimi nasema watu watangulize mbele utanzania na utaifa kwanza. Habari ya kusema CCM, ACT, Chadema, hivi vyama ndivyo vinatuingiza kwenye machafuko. Mimi nadhani kama raia, kama wananchi, tujaribu kuweka mbele maslahi ya taifa letu kwanza. Kwa sababu Kenya kulikuwa na KANU. KANU ndio iliyopigania uhuru wa Kenya. Lakini KANU ilikufa kule Kenya. Kenya ipo. KANU ilikufa, Kenya ipo. Kwa hiyo taifa ndio kitu cha msingi kuliko chama. Lakini Zambia kulikuwa na chama cha Kaunda kule, pigania uhuru wa Zambia. Kile chama kilikufa, Zambia ipo. Botswana pale tumeshuhudia mpinzani anaingia pale kama rais wa nchi. Sasa chama kile cha Botswana kilichowapa uhuru kimeshakufa. Kwa hiyo yani mimi nasikitika sana kwamba eti mtu anawatumia watumishi wa umma kuilinda CCM, wakati watumishi wa umma ndio wenye maisha magumu kuliko wananchi wote wa Tanzania, kuanzia wanapoishi, familia zao zinavyoteseka, lakini hao ndio wanatumika kuisaidia CCM iendelee kubaki madarakani. Inasikitisha sana. Mimi huyo afisa kilimo huyo Oscar Nchemwa huyo aliyemtangaza Kange chooni wakati Kange hata hajashinda, yani mtu kama huyo mimi namuombea laana tu kwa Mungu. Kwa sababu moja ya watu ambao wameshiriki kwenye haya machafuko nadhani ni tume kwenye ngazi ya jimbo na kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya vijiji. Kwa hiyo kuna watu wanapaswa kuwajibika kutokana na matatizo yaliyotokea katika nchi yetu. Na wanaopaswa kuwajibika wa kwanza kabisa ni tume kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya wilaya. Wengine ni wakuu wa wilaya, wanatakiwa wajibike kabisa. Yani wanatakiwa washtakiwe kwa sababu na wao wameshiriki sana kuvuruga uchaguzi huu. Kabisa. Wasimamizi wa tume ngazi ya wilaya, kwenye ngazi ya kata na kwenye ngazi ya vijiji wanatakiwa kwa kweli wawajibike ama wawajibishwe kulingana na matatizo yaliyotokea kwa raia wetu. Kwa hiyo unajua pia kwa mfano unaingia bungeni mle kwamba bunge limeitwa. Kuna mkoa kama Dar es Salaam asilimia kama 80 hakuwa na uchaguzi, lakini wabunge wamepatikana. Hawa wabunge wa Dar es Salaam na madiwani wao wataenda kumuongoza nani Dar es Salaam hapo? Huo ni mfano mmoja tu mdogo. Haya, mimi kwangu kule Mwibara, Kanga ataenda kuwa mbunge wa nani? Kwa sababu wananchi walimkataa. Lakini CCM wamemtangaza kwa nguvu kupitia huyo msimamizi wa uchaguzi. Haya, hapo Bunda kwa East Bulaya, twende Tarime mjini kwa Matiko. Mkoa mzima wa Mara hakuna CCM ambaye alikuwa anatakiwa kule. Lakini wako ndani ya bunge, wanakwenda kula hela za wananchi. Maana hiyo fedha wanaolipwa wabunge ni kodi ya wananchi. Ni kodi ya wananchi. Hawa wananchi ambao leo wengine hawajui watoto wao wako wapi, wamepotelea wapi. Lakini wabunge wameshaitana Dodoma bila hata aibu. Yani ndio ujue kwamba CCM aibu hawana. Haya, ndio yaliyojiri na taratibu ndio wanajitokeza tu. Tutasikia mengineyo. Asante kwa kunisikiliza, kuangalia. Tafadhali subscribe, comment and share.